Yona Patrick Magazi ambaye ndiye afisa zimamoto na uokoaji wilaya hii ya Masasi. Tupo hapa leo katika hafla fupi ya mapokezi ya magari ya mitambo huu wa kuzima moto pamoja na uokoaji. Tuna furaha kwa kweli kwa sababu tulikuwa na changamoto. Hapo awali tulikuwa na gari moja tu ambalo lilikuwa na uwezo wa kubeba maji lita 1500 na yenyewe lilikuwa hali yake ilikuwa ni chakavu sana. Kwa hiyo tulikuwa tukipata changamoto katika kukabili matukio ya moto ambayo ilikuwa yakitokea. Lakini sasa hivi tunapokea gari ambayo ni ya kisasa ambayo ina uwezo wa kubeba maji lita 5000, mara 3 zaidi ya ile gari iliyokuwepo awali, na pia inaweza kubeba dawa ya kuzimia moto kitaalamu inaitwa foam concentrate ambayo ina lita 500. Kwa hiyo hii imekuja kuwa imekuja kutatua changamoto ya muda mrefu ambayo tumekuwa tukipata tulipokuwa na gari la awali ambalo lilikuwa ni la muda mrefu, ni chakavu. Lakini pia hapo awali hatukuwa na gari la uokoaji. Tulikuwa tukifanya uokoaji kwa namna ambayo ya kawaida sana, lakini sasa tumepata gari lenye vifaa vingi vya uokoaji kama vile ajali za barabarani na uokoaji mwingine, kuzama kwenye visima na kadhalika. Kwa hiyo ni wasihi tu wananchi tuwe na ushirikiano, watupe taarifa kwa wakati. Masasi bila majanga ya moto inawezekana tukishirikiana sisi kama taasisi tunayohusika na uzimaji moto na wananchi pia. Tunashirikiana vipi? Tupeane taarifa za matukio ya moto kwa wakati, taarifa kupitia namba yetu ya dharura ya 114 ambayo ni bure. Huhitaji kuwa na vocha wala kiwango chochote cha pesa kwenye simu yako kupiga, inapokelewa bure. Na niwaombe tu wananchi sasa, namba hii isipigwe ovyo ovyo au isipigwe pasipokuwa na tukio la ukweli, maana watu wengi wanapiga kuchezea. Mwingine anapiga anasema anasalimia, sio lengo lake. Watoe taarifa tu pale ambapo kuna tukio la kweli limetokea la moto. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa kupata muda huu kuja kwenye mapokezi ya hafla ndogo kwa ajili ya gari letu la kuzima moto na gari la uokoaji. Ninashukuru kwa sababu ninaona serikali ya Chama cha Mapinduzi inavyofanya kazi na inavyowajali wananchi wake. Masasi tumekuwa tukipata matukio ya moto, lakini vifaa vya kuzima moto vya kisasa kama hivi tulikuwa hatuna. Kwa hiyo leo ninajua itakuwa ni faraja kubwa sana kwa wana Masasi kupokea vifaa hivi. Hatuombei matukio yatokee, lakini pale dharura itakapotokea, tuna uhakika wa kwamba jeshi letu la zimamoto wakipata taarifa mapema, tunaweza tukadhibiti maafa yasiwe makubwa sana. Asanteni sana. Naomba nitoe salamu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana kwa kutukumbuka wana Masasi kutuletea vifaa hivi. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Masasi, leo tuna kila sababu ya kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya siku 100, alisema ndani ya siku 100 kuna mambo makubwa ambayo atakuwa ameyatekeleza, yalikuwemo ni kama haya: kuimarisha huduma mbalimbali zinazoweza kusaidia majukumu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini na sisi sasa wana Masasi, pamoja na mengi ambayo amefanya, na hili pia akaona ni muhimu kwetu kulifanya. Na niseme imekuwa ni faraja kwetu kwa sababu katika wilaya yetu takribani ndani ya mwezi tunapata matukio 3 ya moto, ambao ukijumlisha kwa mwaka, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukipata matukio 36 ya moto. Lakini wakati mwingine na matukio ambayo ya maji, ajali mbalimbali, tulikuwa hatuna vifaa ambavyo vilikuwa havina uwezo mkubwa kama vifaa tulivyo navyo leo. Tulikuwa na gari ya zimamoto yenye uwezo wa lita 1500 na ukilinganisha na ukubwa wa wilaya yetu ilikuwa haikidhi. Mheshimiwa Rais aliliona hilo, akaona iko haja sasa ya kuhakikisha kwamba Masasi inaendelea na inapata vifaa vya huduma mbalimbali kulingana na ukuaji wa wilaya yake. Tulikuwa pia hatuna gari la uokoaji. Matukio ya ajali mbalimbali zimekuwa zikitokea ndani ya wilaya yetu, tulikuwa hatuna gari la uokoaji, tulikuwa tunatumia magari ya kawaida kwenda kwenye kuokoa. Lakini sasa leo tumepata gari la kisasa kabisa ambalo lina uwezo wa kutoa huduma ya uokoaji, lina vifaa vya msingi ambavyo wataalamu wanaweza wakavitumia katika kusaidia
watu. Jeshi la zimamoto sasa limejipanga na liko tayari kufanya shughuli hizo. Ni kweli hatuombei matukio yatokee, lakini tumejipanga. Ni vizuri kuchukua tahadhari, na Mheshimiwa Rais wetu anatazama mbali sana. Hii sasa kuambia kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Masasi pamoja na maaskari ambao wako chini yake ndani ya jeshi hilo, hatua stahiki zichukuliwe kwa haraka, lakini magari haya, vifaa hivi vitunzwe, kwa sababu wanasema ukitunza kifanya nini? Kidumu. Ukitunze kidumu. Naposema yakitunzwa yadumu, sio kuacha kuyatumia, lakini kuheshimu, yatumike katika matukio stahiki yanayotakiwa kutumika, lakini wahakikishe pia wako tayari masaa 24 kusikiliza changamoto za Watanzania wa wilaya ya Masasi na kuhakikisha wanafika kwa wakati na kusaidia. Kwa majina anaitwa Ali Mohamed Saidi kutoka Mkupe Tech Solution, ni fire equipment dealer, yani ni mdau wa jeshi la zimamoto, ni wakala. Niko hapa kwenye hafla hii ya uzinduzi wa upokewaji wa gari za zimamoto wilaya ya Masasi. Tunashukuru sana kwa kutuletea hizi gari, kwa sababu changamoto zimekuwa ni nyingi sana katika wilaya yetu. Hivyo basi tunashukuru kwa kutuletea hivi vifaa special kwa uokoaji wa majanga, ajali na matatizo yote. Kwa majina naitwa Julius Ukason, natokea kampuni ya Ukason Firebase. Mimi ni mdau wa jeshi la zimamoto kwa sababu ninashughulika na uajenti wa kuuza vifaa na kutengeneza. Kwa ujumla tumefurahi sana katika wilaya yetu kupata hivi vifaa, kwa sababu ilikuwa changamoto kubwa pale yapotokea majanga. Vifaa ambavyo tulikuwa navyo mwanzoni vilikuwa vitoshelezi kuokoa jamii pale yanapotokea majanga. Kwa kweli serikali imefanya jambo kubwa, kwa kuwa wilaya yetu ya Masasi inakuwa kwa kasi kubwa. Kwa hiyo uhitaji wa vifaa hivi ambavyo vimeletwa awamu hii ulikuwa ni mkubwa, kwa sababu wilaya yetu sasa hivi ni pana na maeneo yako mengi na majanga kila siku yanatokea. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea hivi vifaa. Kwa kweli ametuona watu wa Masasi, na sisi kama mafayadila ambao tunashughulika na hizi shughuli za kuzima moto tunafurahi pia. Matatizo yatakuwa yameisha kwa wakati husika. Mimi naitwa Saidi Malindi, kwa jina maarufu Malindi 2. Ni mhusika wa mambo ya kiufundi upande wa gereji, ambao nafurahi sana kutokana na hili tukio ambalo limekuja, kwa sababu upande wa zimamoto tulikuwa na magari ambayo sio mazuri. Sasa nashukuru sana Mheshimiwa Rais kutuletea magari haya kutusaidia kwa ajili ya shughuli zetu ambazo tunaendelea nazo. Tunashukuru sana, na tukutegemea kama tunaweza tukapata vitu kama hivi hapa kwa usalama zaidi. Yani tuko vizuri sana. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana, na vile vile tunaomba sasa ikiwezekana tuletee matrekta kwa ajili ya kilimo chetu cha wilaya yetu ya Masasi, maana tunalima sana korosho na vitu vingine. Sasa naona sisi kwa mkoa wa Mtwara tunaongoza kwenye kilimo. Sasa tunaomba watuletee matrekta ya kulima.